Katika maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar yamefanyika hii leo katika ukumbi wa Lingo Naivera jijini Tanga, ambapo mgeni rasmi katika tukio hilo alikuwa ni Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid ambaye ni spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ambapo katika tukio hilo aliweza kuambatana na viongozi mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Salha Buriani, mwenyekiti wa CCM mkoa ndugu Rajab Abdallah, pamoja na viongozi wengine. Tupate ambayo yaliweza kujiri katika siku ya leo. Langu mijina naitwa Nasir bin Nasir. Hii ni Five Brothers Media Tanga. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ya mwaka huu isemayo muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa, shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa kauli mbiu hii, sisi wa Tanzania tuna dhamana ya muungano wetu, hivyo tuibebe vizuri dhamana hii. Sisi wa Tanzania tuna heshima kubwa kutokana na muungano huu, hivyo heshima hii tulionayo ya kuwa na muungano basi tuienzi. Na sisi wa Tanzania tumebarikiwa kuwa na tunu hii ya taifa, hivyo tuilinde na hatimaye tujitokeze kwa wingi katika kuchagua viongozi wetu kwa amani na utulivu katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, kwani hiyo ndiyo njia ya kidemokrasia ya kuwapata viongozi wetu. Nitoe pongezi na shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya ya kuiletea nchi hii maendeleo na kutatua kero mbalimbali zinazowakabili wananchi wetu. Ni ukweli ulio wazi kuwa miradi iliyofunguliwa na kuwekewa mawe ya msingi katika kipindi hiki cha maadhimisho haya ni sehemu tu kati ya miradi mingi na mikubwa inaendelea kutekelezwa nchi nzima, na mengine imeshakamilika kabisa. Kwa kule Zanzibar, mwananchi aliyekuja miaka 5 tu nyuma akija hivi sasa anaweza kupotea kwa namna Zanzibar ilivyobadilika kwa maendeleo makubwa ambayo yamepigwa. Nitoe wito kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kuziunga mkono jitihada za viongozi wetu katika kuijenga nchi yetu kupitia sekta mbalimbali zikiwemo sekta za elimu, afya, maji, umeme, barabara, mawasiliano, biashara, ujenzi na nyinginezo. Kwa kuwa tupo kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 61 ya muungano wetu, ningependa japo kwa ufupi kukumbusha baadhi tu ya mambo ya msingi yaliyofanya muungano wetu udumu kwa miaka yote hii 61. Kama umoja katika muungano wetu na kazi endelee. Kwa hivyo tunapongeza sana muongozi wa serikali, rais wetu, lakini kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tunampongeza kwa sababu sasa ilani imekuja na kauli mbiu kazi na utu, tunasonga mbele. Leo hii tuko na hadhara hii kubwa, wakina mama, wakina baba, watu wazima, lakini na vijana. Ni kwa mapenzi makubwa ya muungano, mapenzi makubwa ya rais wetu, mapenzi makubwa ya nchi zetu mbili, Zanzibar na Tanzania, lakini mapenzi makubwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunachoweza kusema sisi Tanga, tunakuomba tufikishe salamu zetu. Tunasema sisi mama hatuna deni naye, na deni hili litalipwa mwezi wa 10. Lakini hali kadhalika kwa Hussein Mwinyi, kwa yale aliyoyafanya tumeyashuhudia, tumeyaona, na hakika najua wana Zanzibar watahakikisha mitano tena kwa Dr. Hussein Mwinyi. Hussein Mwinyi wewe! Dr. Samia wewe! Kwa hakika mengi sana tuliyasema Mheshimiwa Rais alipokuja Tanga. Mwezi wa 2
tulikuwa naye kwa siku 7 na alitusaidia kuzindua miradi mbalimbali. Na wewe leo umekuja toka juzi umetuzindulia miradi yetu, shule yetu kule Pangani. Lakini endeni umekwenda umetuzindulia katika moja ya hospitali za halmashauri. Na mimi nasema huko nyuma tulikuwa na hospitali za mikoa. Tukaanza kidogo kidogo za wilaya lakini hatukumaliza. Mama amekuja sasa hospitali sio tu za wilaya, za halmashauri. Sisi tuna halmashauri zetu 11, zote halmashauri zetu zote zina hospitali za wilaya. Nani kama Mama Samia? Makofi kwa Mama Samia. Kwa hakika mengi ameyafanya Mheshimiwa Rais. Tunaendelea kumwombea Mungu, lakini tunaomba sana amani iendelee kudumu. Ndugu zangu wananchi, haya mnayoyasikia huko kuhusu masuala ambayo wenzetu wanataka kusema uchaguzi na nini, sisi Tanga, na ndio maana katika mikoa iliyojiandikisha na kuboresha taarifa zake katika daftari la kudumu la wapiga kura, Tanga tumeongoza. Tumetia fora 166%. Tumejiandikisha zaidi ya makisio ambayo tulikisiwa na wenzetu wa baraza tume ya uchaguzi. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa na vijana wengi wamejitokeza wakiwa na nia ya kwenda kumpigia Mama Samia Suluhu Hassan, na nina imani na Zanzibar, na ninajua Zanzibar pia watampigia Mheshimiwa Samia. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi tutakuombea kwa Mungu. Tunajua unafanya kazi kubwa kwenye baraza la wawakilishi na wajumbe wa baraza wanafanya kazi nzuri, na ndio maana mafanikio tunaona serikali ya Mapinduzi, Baraza la Mapinduzi kule, ni kutokana na jitihada kubwa na umoja na mshikamano ambao mnafanya. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu na nyinyi katika hatua hii tunaelekea kwenye uchaguzi. Mwenyezi Mungu ajalie mshinde kwa kishindo na muweze kupata tena nafasi ambazo mnazo. Tunakuomba uendelee kutupelekea salamu na shukrani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo ametusaidia sana Wanatanga kwenye swala zima la maendeleo. Kama alivyosema wenzangu, naomba niungane nao. Na ni ahadi yetu Wanatanga, kwa mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya, sisi Wanatanga ndio ambao tutaongoza kwa idadi ya kura za Mheshimiwa Rais kuliko mkoa mwingine wote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba niwakumbushe wananchi wenzangu umuhimu na muungano wetu ni jambo la kupigiwa mfano sana, na haya umeyasisitiza kila mahali ulipokwenda, ulipokutana na wananchi wenzako juu ya umuhimu wa muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar au juu ya nchi yetu ya Tanzania. Wajibu wetu tuwezi na kuulinda kwa wivu mkubwa sana muungano huu. Kila mmoja anashuhudia na anajua thamani ya muungano huu, maana ya muungano huu. Wazee wetu ni busara na hekima kubwa zilizowapelekea hayati Julius Kambarage Nyerere na mzee Abeid Amani Karume walipoamua kwa makusudi na viongozi wenzao kwa wakati huo kuunganisha nchi mbili hizi na kupatikana Tanzania. Mara nyingi mtu hubeza kitu ambacho hajui maana yake ni nini, lakini hawa wazee viongozi wetu wakati huo mpaka walikaa chini wakaamua kuunganisha nchi zetu hizi, walijua maana yake ni nini. Lazima tuwaenzi wazee wetu hawa kwa fikra kubwa walizoziamua mpaka kuipata Tanzania. Ndugu zangu, leo kila anayesimama wa chama au wa serikali au hata mwananchi wa kawaida anaeleza mambo makubwa aliyofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunadiriki kusema kwamba viongozi wote waliopita wamefanya mambo makubwa kwenye nchi hii, lakini Rais Samia amefanya makubwa sana kwa muda mfupi wa miaka 4. Tukumbuke tunapoyasema hayo ni kwa sababu ya zao la muungano. Lao wasingekuwepo muungano,
tusingekuwa na Samia kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lazima tuweze kulinda kwa kubwa sana. Sisi Chama cha Mapinduzi, wanapotokea watu wowote wale, wawe wa chama fulani au wasio na vyama, wakisema sisi tupo tayari kuuenzi muungano, Chama cha Mapinduzi ndio wa kwanza kuyasema haya kwa vitendo, kwa sababu tunajua uwepo wa Chama cha Mapinduzi ulikuja baada ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Kwa nini? Tukumbuke